Kwanza kabisa kwa heshima tupo na Profesa Isha Shivji ambaye wote mtafahamu kabisa kwamba ni mwalimu wetu wa muda mrefu wa masuala ya katiba hapa Tanzania. Lakini pia katika jambo ambalo tunakwenda kulizungumzia leo, manake shauri la jana lililoamuliwa na mahakama ya rufaa kuhusu mashauri ya kimkakati au mashauri ya umma hapa Tanzania, yeye ana sehemu kubwa sana katika shauri hili, akiwa ni wakili mkuu au wakili anayeongoza jopo la mawakili walioendesha shauri hili katika mahakama ya rufaa. Wengine tulionao mbele yenu hapa, tunaye katibu mkuu wa chama cha mawakili Afrika Mashariki, lakini pia rais mstaafu wa chama cha mawakili Tanzania, wakili mkongwe John Seka, na mnamuona hapa. Lakini pia kwa upande wa kushoto mwishoni kabisa tunaye wakili Masawe Fulgence ambaye ni mkurugenzi wa ushawishi kutoka katika kituo cha sheria na haki za binadamu na wakili mkongwe. Lakini kwa umuhimu zaidi, katikati hapa tunaye wakili mkongwe kabisa kuliko wote, Senior Mpale Mpoki, ambaye pia katika shauri hili na yeye alikuwa ni mojawapo ya jopo la mawakili, na Seka naye alikuwa ni mojawapo wa jopo la mawakili, ambaye pia Counsel Senior Mpoki yuko hapa pia kama mwakilishi wa TLS, kwa sababu yeye ni mwenyekiti wa kamati ya masuala ya haki za binadamu na mashauri ya kimkakati, na mimi ni mjumbe wa kamati hiyo. Kwa hiyo pia TLS na yenyewe iko hapa, imewakilishwa. Na mimi mnanifahamu, kwa muda mrefu tumekuwa kwenye haki za binadamu, lakini kwenye shauri hili ambalo tunalizungumzia, mimi ndio nilikwenda kuwawakilisha nyinyi wa Tanzania kwa ajili ya kudai na kulinda haki yenu ambayo ilikuwa imetolewa na katiba, ya kulinda katiba na haki za binadamu kupitia mahakama zetu, kwa kupitia njia ya mashauri ya kimkakati. Kwa ufupi, tumewaiteni kwa sababu ya kutaka kuwapa kwa ufupi tu nini ambacho kimetokea katika maamuzi ya jana. Kumbuka maamuzi ya jana hatukupata nafasi ya kuwa mahakamani kama wakati tunaitetea, ilitolewa kwa njia ya mtandao, kwa hiyo waandishi wamkupata nafasi. Lakini kwa sababu haya ni mashauri ya umma, hii sio kesi ya ndoa ambayo mnakaa mume na mke mnamalizana ndani kwenye vyumba vya mahakama. Hii ni shauri la umma, ndio maana inaitwa mashauri ya kimkakati. Kwa lazima tutoe mrejesho kwa Watanzania waweze kuelewa kwa nini tulikwenda kuwawakilisha mahakamani na nini tumepata. Kwa ufupi tutatumia dakika chache kama 20 kuwapa tu kwa ufupi waandishi wa habari, ili na nyinyi sasa mkawape Watanzania nini ambacho kimetokana na mashauri haya ya kimkakati, hasa hili ambalo lilikuwa limelenga. Kwanza kwa ufupi, shauri hili la kimkakati au public interest litigation lilifunguliwa toka mwaka 2020 kwa lengo la kupinga mabadiliko madogo ya sheria inayoendesha mashauri ya kimkakati haki za binadamu hapa Tanzania. Wote mnafahamu tuna sheria ambayo inaitwa Bradea, ambayo ilitungwa miaka mingi kwa lengo la kuongoza Watanzania wanaotaka kwenda kufungua mashauri kadhaa mahakamani waweze kufuata utaratibu ambao kidogo wanadhani unalenga kufikia hiyo haki. Kwa hiyo mabadiliko haya yakafanyika mwaka 2020 na kubadilisha ile sheria kifungu cha 4 na kuongeza mambo kadhaa ambayo sisi tulidhani hayo mambo yaliyoongezwa kwenye mabadiliko hayo yalikuwa yanakwenda kuvunja katiba, lakini yanakwenda kuzuia haki za Watanzania kwenda mahakamani kulinda katiba na kudai haki za binadamu. Kwa hiyo tukaenda mahakama ya rufaa. Mahakama ya kuu ya Tanzania ikatoa maamuzi mwaka 2022, lakini maamuzi hayo hayakuturidhisha kwa sababu waliona kwamba maboresho yote yaliyofanyika katika sheria ile yalikuwa sahihi. Kwa hiyo wakaona kwamba ile sheria endelee kutumika. Sasa tukaenda kulalamika zaidi kwenye mahakama ya rufaa, na katika malalamiko yetu mahakama ya rufaa, shauri hili lilisikilizwa na majaji watatu wa mahakama ya rufaa, ambayo ni Jaji Rehema Levira, Wilfred Rumanyika pamoja na Gerald Gwembe. Lakini upande wetu wa mawakili uliongozwa na Profesa Shivji, akiwa na wakili Mpale Mpoki, wakili Dr. Nshala Rugemelezela pamoja na wakili
John Seka. Hawa wote ndio waliongoza jopo la mawakili upande wa utetezi. Kwa hiyo katika hoja ambazo zilikuwa zinalalamikiwa ni vifungu ambavyo vilikuwa vimebadilishwa na mabadiliko yale ya kisheria. Kwanza kifungu ile cha 4 cha pili ambacho kilikuwa kinataka kwamba kila mtu anayefungua shauri la mkakati lazima aonyeshe kwamba yeye mwenyewe ameathirika binafsi. Sio tena kwamba umma ndio umeathirika, yeye mwenyewe ndio au ameonyesha ameathirika binafsi. Si tukadhani hii si sahihi, kwa sababu kwenye mashauri ya kimkakati haya ya umma ni lazima uonyeshe kwamba ni umma ndio unaathirika na sio wewe. Kwa hiyo tukaenda. Tunashukuru kwamba mahakama imetusikiliza, wameona kwamba sheria ilikosea kulazimisha kwamba mtu anayefungua mashauri ya kimkakati aonyeshe kwamba ameathirika mwenyewe. Eneo la pili, kifungu cha 4.3 kiliweka kizuizi kwenye maslahi haya ya umma kwamba mlalamikaji lazima aonyeshe walitaka kuunganisha katiba kifungu cha 26 na cha 30 ambapo profesa atakuja kukielezea vizuri zaidi. Lakini kifungu cha 4.4 kiliweka sharti kwamba mtu yote atakayefungua masharti haya apaswi kuwashtaki viongozi wakuu waliotajwa pale: rais, makamu wa rais, spika, naibu spika, jaji mkuu. Itapaswa ufungue shauri kupitia mwanasheria mkuu pekee. Kwa tukadhani hii si sahihi, tukaenda mahakama ya rufaa na mahakama ya rufaa wamebadilisha, wameona kwamba sheria ilikosewa. Kingine ni kwamba kilikuwa kinamtaka mlalamikaji kifungu chile cha 4.5 kwamba ni lazima atafute nafuu kupitia sheria nyingine. Lakini si tukadhani si sahihi, kwa sababu mashauri haya ya kimkakati imetolewa moja kwa moja na ibara 26(2) ya katiba. Hakuna sehemu nyingine, na sehemu pekee sheria ambayo imetoa mashauri haya ni katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwa hiyo tulidhani hakuna nafuu yoyote nyingine inaweza kutafutwa nje ya kifungu hicho na Mahakama Kuu ya Tanzania. Kwa hiyo haya yote yakasikilizwa na maamuzi yakatolewa jana. Kama mlivyoona, maamuzi ya jana yamebadilisha, yametangaza kwamba kifungu chote hiki cha 4 cha sheria ya Bradea kimevunja katiba, ni unconstitutional. Kwa hiyo wakatoa maagizo kwamba ndani ya mwaka mmoja serikali pamoja na bunge wao wamebadilisha sheria hii na kikufuta kabisa kifungu hiki ambacho kinavunja haki za Watanzania kulinda katiba, kwenda mahakamani kulinda haki za binadamu. Kwa hiyo kwa ufupi, hayo ndio maamuzi ambayo yametokana na maamuzi ya jana katika shauri lililokuwa katika mahakama ya rufaa. Na tungependa sasa leo, kwa sababu tupo hapa na jopo la mawakili, muweze kupata ufafanuzi kwa kina zaidi. Nini hasa maana ya hukumu hii? Nini hasa maana ya shauri hili? Kwa ufupi tu ni kwamba tunashukuru sana mahakama, tunashukuru sana mawakili kwa sababu tumelinda katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Sheria ile ilikuwa imepoka haki za Watanzania ambazo zilitolewa na katiba ibara ya 26. Lakini sasa mahakama ya rufaa imetoa mwongozo kwamba ni hata siku moja haitakaa itokee tena kwamba kutakuwa na sheria au taratibu mwingine ambao utalazimisha mtu yeyote anayetaka kwenda kulinda katiba au haki za binadamu mahakamani atakiwe kuonyesha kwamba yeye mwenyewe ameathirika binafsi. Kwa hiyo ni maendeleo makubwa katika sekta yetu ya haki za binadamu. Jurisprudence yetu hii inaendelea kukua kupitia maamuzi haya.